nini hatusogei? Kwa nini hatubadiliki? Leo nataka tuzungumze kwa habari ya neno hili. Hivi wangapi wanataka kuwa wakuu? Wangapi wanataka kuwa wakubwa katika kila eneo, kibiashara? Sio kwa maana ya kwamba ukazunguke, yaani wewe ndio mzaliwa wa kwanza, sijui kwa nani, mimi sizungumze. Kihuduma, kibiashara, kikazi, uinuliwe mahali ulipo, kwenye mazingira yote uliopo, lakini jamii kutambua wewe ni mtu mkuu. Wangapi? Sisi wote, hata mimi natamani. Sasa wiki hii tutaendelea, lakini leo nataka tuguse tu kipengele hicho kimoja, kwamba ukitaka kuwa mkuu, ukitaka Mungu akuinue, tumika. Nimesema ukitaka kuwa mkuu, ukitaka kuwa mkubwa, ufanyeje wapendwa? Kichwa cha habari cha somo langu asubuhi ya leo, tutasoma maandiko machache. Mathayo 20 ule mstari wa 20 hadi 28. Huyu mzazi alipoona miujiza na ishara kwa Yesu, akaona kama ingependeza mtoto wake mmoja aketi upande wa kushoto wa Yesu na mwingine akae upande wa kulia wa Yesu. Yaani kwa lugha rahisi, alitamani hawa watoto wawe kila muda na Yesu anapokuwepo, mahali popote anapofanya ishara na miujiza, wale vijana wawepo. Alikuwa anawatamania mambo mazuri. Si kweli wapendwa? Kila mmoja, hii kitu iko toka zamani. Toka zamani. Kwamba kila mmoja mwenye uzao anatamani mwanae aweze kufanya vizuri ama kukaa na watu wakuu. Yes. Sasa hapa hichi kisa kinaeleza. Yesu akamuuliza, unataka nini? Tafadhali wajalie wanangu hawa ili mmoja aketi upande huo wako wa kiume na mwingine upande wa kushoto katika, hapa anazungumzia katika ufalme. Mwambie jirani yako katika ufalme. Katika ufalme. Maana tutaizungumza sana wiki hii. Mueleze tena katika ufalme. Katika ufalme. Yesu akamwambia, ninyi hamjui mnaloliomba. Je, mnaweza kukinywa kikombe nitakachonywea mimi? Wakajibu, twaweza. Na kweli walifanikiwa. Walinywea kikombe. Hawa watu walichemshwa kwenye mafuta hawa. Walipata shida wakati wa Ukristo huo ulipopamba moto. Kwa hiyo kwa namna nyingine, kama Yesu alipotoleka msalabani, na hawa walipita njia fulani ambayo ilikuwa ngumu, kwa hiyo waliweza. Lakini Yesu hapa anaendelea, anawaambia, kwa kweli kikombe changu mtakinywea, sina mashaka na hilo, lakini kuketi upande wangu wa kuume au kushoto si langu mimi kuapa. Yesu anasema sio jambo lake kuapa kuketi upande huu au upande huu. Pamoja na kwamba mnaweza kukinywea kikombe ambacho Yesu naye atakinywea, pamoja na kwamba mtapita kwenye mateso ambayo Yesu atapita, pamoja na kwamba mtajikuta mmeshinda, hamjarudi nyuma au kumkataa Yesu, mkaingia kwenye jaribu lolote hilo, lakini mkawa washindi. Lakini swala la kukaa upande wa kushoto ama kulia halikuwa ni jambo la Yesu. Nisikilize kwa makini. Halikuwa kwenye jambo la Yesu. Yeye shughuli yake ni ukombozi. Shughuli yake iliyomleta duniani ni kutupenda sisi na kutukomboa na kuturejesha kwa nani? Kwa Mungu. Huo ndio ulikuwa mpango wa Yesu. Sasa swala la kuja kukaa upande huu na upande huu kama mabodyguard, mnajua hawa waheshimiwa wengine ambao ni wahubiri mbalimbali wanakuwa na watu wa aina gani pembeni, kushoto na kulia? Si mnaelewa? Yesu alikataa hiyo. Alikataa kabisa, akasema akikaa upande huu na upande huu itaonekana kama mimi nalindwa. Kwa hiyo hata ile hali ya kimungu ambayo anamtumaini Mungu itakuwa haipo, imekuwa ndani ya wanadamu, kwamba wanadamu wanamlinda Yesu. Kwa hiyo Yesu akamwambia, hapana, hilo jambo sio jukumu langu. Ni jukumu la nani? Biblia imeendelea kusema. Anasema hivi, nafasi hizo ni za wale ambao wameandaliwa na Baba yangu. Swala la kukaa mkono wa kushoto na kulia ni nafasi iliyoandaliwa na Baba wa Yesu, ambaye ndio Baba wa mbinguni, Mungu wetu. Haikuwa jambo la Yesu. Tunaenda vizuri mpaka hapa? Sasa
Wale wanafunzi wengine 10, maana kumbuka walikuwa wanafunzi wangapi jamani? 12. Wawili tu ndio walitakiwa, yaani walionekana kama bora fulani kuliko hawa 10. Ambacho Yesu akupenda. Wapendwa hivi, hakuna mtu bora hapa katikati yetu. Wangapi ni bora? Hata mimi si bora kuliko wewe. Sisi wote kama tunakuwa bora wote. Kama hatuwezi wote. Kwa sababu sisi tuko kwenye kiungo kimoja cha mwili wa Kristo. Tuko pamoja wapendwa? Sasa Yesu hapa anaeleza, anasema hivi, wale wanafunzi wengine 10 waliposikia haya, walikasirika au waliwakasirikia hao ndugu wawili. Sasa Yesu kwa sababu ni kiongozi, nitakupa mambo, nisikilize, nitakupa mambo ya kuandika. Kwa sababu Yesu ni kiongozi. Yesu yeye ni Mungu. Yesu yeye anaona, akaona kuna shida ndani ya watu hawa 10. Alichofanya Yesu akafanyaje? Akawaita wote 10 na wale wawili wakaketi pamoja. Kwa sababu ni kiongozi. Halo? Hebu angalia ndani yako. Maana sasa tutaki maombi. Tushamaliza maombi hapa. Sasa muangalie tu. Si anapendeza eh? Wapendwa angalia huko mbele. Asikilize tu, dakika 3 tutamaliza. Sikiliza wapendwa. Sikiliza. Yesu kwa sababu ni kiongozi, ni Mungu, aliona shida kwa watu 10, wanafunzi 10. Akaona isiwe shida, ngoja niwaite hawa wote niwakusanye, ninalo jambo la kuambia. Amen. Biblia inaendelea. Akasema hivi. Anasema wale wanafunzi wengine 10 waliposikia haya wakakasirikia hao ndugu wawili, lakini Yesu akawaita wote pamoja na kuwaambia, mnafahamu ya kuwa watawala wa watu wa mataifa utawala kwa nguvu. Hapo ndipo napoanzia somo langu. Halo? Dunia. Wangapi wameajiriwa hapo? Yaani wana kazi, yaani sio mfanyabiashara wala sio mama wa nyumbani, sio mkulima. Wangapi wameajiriwa? Asante. Hawa wachache wanatuwakilisha. Kwamba utawala wa dunia hii, mataifa yote, jamani nataka niwaambie, wanatawala kwa nguvu. Yaani penda usipende. Umepiga kura, hujapiga kura, utawala uliokusudiwa kuwepo unakuwepo. Kweli si kweli? Yaani penda nisipende, kitu kinachokuja kutokea ni kwamba ni lazima niridhie ule utawala ambao tayari umeshakuwepo. Lazima mtu aliyeokoka akubaliane na huo utawala ambao tayari umeshakuwepo. Ukitaka salama yako. Lakini wanaishi kwa namna hiyo. Kwa jambo la kwanza, ulimwengu wa mataifa wanatawala kwa nguvu. Hebu mwambie jirani yako, wanatawala kwa nguvu. Hiyo ni kanuni ya dunia yote. Ngoja nikwambie. Yaani hata Trump kushinda, yaani kulikuwa na nguvu ya namna fulani ya yeye kuingia pale. Kuna nguvu aidha ya watu fulani matajiri au watu fulani wenye sauti au watu fulani hivi, na wakasababisha huyu mtu tunataka mtawala huyu, akiwepo pia Mungu, kwamba kama ni wakati wa Mungu, hiyo nguvu ya kimungu lazima itumike, huyu mtawala awepo. Halo? Hiyo ni sehemu ya kwanza ya ulimwengu wa mataifa kutawala. Sehemu ya pili, sitaki kuongea sana, nitakueleza wiki hii. Sehemu ya pili anasema, na wenye vyeo huonyesha mamlaka yao. Mtu yote mwenye cheo lazima aonyeshe mamlaka, kile cheo chake, na akalie pale. Penda tusipende, awe waziri ataonyesha mamlaka yake, akae kwenye hicho kiti. Huo ndio mfumo wapi? Kwa nini? Huo mfumo wa dunia ni kwa sababu kuna kitu wanakipata. Nishike kwa vizuri hapa, maana hapo mbele utakusijua kachanganyikiwa. Hawa watu kwa nini wakae kwa nguvu? Kwa nini vyeo vyao viwasababishe kukaa pale? Kuna kitu wanakipata. Nini? Wanapata nini? Kwani wewe kama ni mwalimu mkuu kwenye shule kujua unapata nini? Kuna chochote unapata, mshahara. Kuna heshima unapata. Kuna namna watu wanakukubali. Kwa hiyo lazima ukae kwa cheo hicho, utumie nguvu kukaa kwa cheo hicho. Lazima utumie nguvu kukaa kwenye hiyo mamlaka. Halo? Hapo nimeshakufafanulia habari ya mataifa wanavyoingia kwenye madaraka yao na kutawala, na sisi tukatawaliwa. Sasa turudi kwenye ufalme wa Mungu. Mguse jirani yako, bado tunarudi kwenye ufalme wa Mungu.
ambapo sasa sisi ndo wana wa ufalme. Halo? Sisi ni wana wa ufalme. Tunatawalaje? Tunatawala kwa nguvu, tunatawala kwa cheo kama mataifa, au tunatawalaje? Anasema hivi, anawaambia wale wanafunzi, isiwe hivyo kwenu. Badala yake, isiwe hivyo kwa nani? Hebu mwambie nani hapo? Isiwe hivyo kwenu, kwamba tusitawale kwa nguvu, tusitawale kwa cheo. Yaani usio mzee wa kanisa unatawala kwa cheo, usio mzee wa kanisa una hela, una nguvu, unatawala kwa hiyo cheo chako na nguvu yako. Isiwe hivyo. Mweleze jirani yako basi mpendwa. Yesu ndo anasema, sio mimi. Neno la Mungu ndo linasema isiwe hivyo. Naye akasema hivi, isiwe hivyo kwenu. Badala yake, yeyote anayetaka kuwa mkuu miongoni mwenu hana budi kuwa mtumishi. Wangapi wanataka kuwa mkuu? Wewe sasa mbona? Umejua kwamba katika ufalme ukitaka kuwa mkuu si kwa mabavu, si kwa cheo, ila katika ufalme wa Mungu unatakiwa uwe mtumishi wa wengine. Haleluya. Hamjanielewa? Unajua baba yangu alipokuwa anaokoka mwaka 80 ndio aliokoka. Sasa unaelewa, maana baba yangu ni Mwarusha kabisa, piwa Masai. Sasa wale wazee wa rika yake wakamwambia kwa jina la nyumbani, Heroshiloi, yaani umeamua sasa kuokoka, unaenda kutoa makamasi mbele ya mama mkwe. Nadhani mnaelewa, mama mnaelewa. Yaani kwamba maana watu waliokoka enzi hizo, yaani wakiingia kwenye maombi, yaani wanabubujika kiasi kwamba wanashangaa na makamasi unajua kanisa ngapi yametoka. Sasa wakawa wanamwambia, unaenda kwenye hiyo dini ya kulia, halafu makamasi yanakutoka mbele ya mama mkwe wako. Dini gani hiyo? Wale warika yake ndio wanamwambia, wanamuonya mzee. Mzee akamwambia, mimi nimeokoka. Tuko pamoja wapendwa? Sasa nataka kukuonyesha nini hapo? Nataka kukuonyesha hivi wapendwa, sisi tuliookoka ni watu wa kushuka sana na kuwa watumishi wa wengine. Sio kuwa watu wa madaraka. Manake sisi hatutawali ulimwengu huu. Sisi tunajiandaa kwa ulimwengu ujao. Kanuni na taratibu zake zinazingatiwa. Moja, anasema zinazingatiwa. Anasema hapa kwamba isiwe hiyo kweli, badala yake anataka kuwa mkuu miongoni mwenu hana budi kuwa mtumishi. Wangapi hapa ni watumishi? Nyosha mkono sasa. Unajua ukisikia utumishi unafikiri ni kuhubiri injili. Ambapo bado hiyo ni utumishi. Kwa nini? Swala la kushuhudia linahusu nani? Natuhusu sisi sote. Kwa hiyo ni utumishi. Huo ni utumishi. Swala la kuimba, unamsifu Mungu, linamhusu nani? Natuhusu sisi wote. Ndio maana kiongozi wetu wa sifa anasema, hebu tusimame tumuinue Mungu. Tunampa Bwana sifa, ni utumishi. Hatukai hapa kama wanyapara. Hatukai kama ukimwona mtu mwenzako anakaa kama mnyapara, wewe ni kumgonga, tunakwambia hapa jamani ni utumishi. Haleluya. Sisi tunatumika. Kwa hiyo Yesu anaonyesha kabisa kwamba uwe ni mtu ambaye ni mtumishi kwa wengine. Mwenzako amepata shida, anaumwa, umechukua hatua gani ya utumishi kwenda kwake, kumtia moyo, kuomba pamoja na yeye, kumsaidia? Iwe ni nyumbani, iwe ni hospitali, utumishi. Huo ndio Yesu anatafuta, kwamba msiwe kama wale wanaotumia fedha yao, wanaotumia nguvu yao kukaa kwenye madaraka. Sisi ni watu tofauti katika ufalme. Amina. Ukitaka kuwa mkubwa, ukitaka jina lako liinuliwe, kuwa mtumishi wa wengine. Viti vinatoa vumbi, unakuja hapa kanisani unajikuta unafuta. Kwa nini? Watu wapendwa wakija wakute viti visafi. Haitaji mpaka eti ni ushemasi fulani huko zamu, eneo fulani huko zamu. Ni mtu mwenye utumishi anayetaka kuwa mkubwa, anaanza yeye kuja kutumika, kuanza kusafisha ndani huku, kufanya usafi, ili
Watu wa Mungu wakija, huyu mtumishi ameshawatumikia kwa wawekea mazingira yaliyo safi. Mtumishi ameona hapa madhabahuni kuna chochote kimepungua, yeye na familia yake au yeye binafsi anaenda kukitafuta hicho kitu, anakileta hapa madhabahuni ili kiwe faida kwa wengi, kwa sababu kimehitajika. Huo ndio utumishi. Ampendi hapo? Unataka kuwa mkubwa, ila wewe kama unataka kubaki kama ulivyo, baki, hakuna shida. Ila mimi bwana nataka kuwa mkubwa. Amen. Nataka kuwa wa kwanza. Maana ukiwa wa kwanza katika kutumika, utakuwa wa kwanza hata kwenye ufalme. Tuko pamoja wapendwa? Umeona uhitaji kwa mama mchungaji, kwa baba mchungaji, umeona uhitaji mahali fulani, wewe ungoji kuambiwa, ungoji orodha. Niko na mwambie mke wangu, ni mara ngapi tumesafiri tukaenda huko na kule, ukaona kuna kitu kinamfaa wakati ule mama akiwepo, kinamfaa mama, alafu ukakinunua umlete. Ni utumishi. Wala hitajiki kila mtu ajue. Tena utumishi wa ufalme wa Mungu hainaga panda. Haina sifa. Sio kama watu wengine kule wanahitaji sifa. Huyu kasoma, kamaliza PhD yake, ni mtu ambaye anaweza katufaa serikalini. Sifa nyingi zinatolewa eti mtu apate hicho cheo. Hapa kwetu hamna. Ni utumishi. Amina. Ni ukufuatia. Ni mtu ambaye tumemkuta pale anasugua choo. Ndio nikueleze. Wapendwa, imefika mahali wa Kristo sisi katika kujifunza ya mambo yalikuwa yananisumbua. Nimekaa kanisani miaka 15. Naomba niangalie mpendwa. Tangu nimeokoka miaka 15, mke wangu anafunga kanga ile, kiatu kile tena ilikuwa ni yale mara nini pale zile za mpira jamani, angekuwa angenikumbusha. Baba fulani hivi yani kiwa likiwaka ni matatizo. Haisee. Miaka mingapi wapendwa? Naenda nyumbani, tunarudi kanisani. Befei 15 years. Miaka 15 bure hivi. Nimeokoka, nimejazwa na Roho Mtakatifu, ninakuja kanisani. Kwa kuwa tu nilikuwa nalala hapo, basi mnaomba, mnamaliza mnarudi nyumbani, hamna chochote kinachotokea. Matokeo yake kama tunaomba chakula kwa jirani. Tena jirani mwenyewe, jirani yangu mimi alikuwa Muislamu. Mama anakuomba unga. Nikamwambia mama, mke wangu, sikiliza. Mambo mawili katika haya tuchague. Moja, turudi duniani, tukatafute vya dunia. Nikajipe mtalo, nifanye nitakavyofanya, basi. Au la pili, twende heaven, twende kwa Mungu. Unajua wewe hujafika mwenyewe shida. Ndio nakueleza, mke wangu mimi ikabidi anzishe biashara kuuza dagaa, anauza hivi. Usione leo tuko hivi mpendwa. Sio hewa tu imekuja hivi. Wengine nakueleza vizuri kwa kina. Kuna kijana mmoja mchungaji ameona Mungu amenijalia kupata gari nzuri hivi, akaja na mimi najikumbatia katika jina la Yesu. Alipomaliza nikamwambia pole. Nikamwambia pole. Ushajikumbatia kijangu, tutafanya kazi. Nenda katumike kanisani. Nenda kawa nini? Mtumishi wa wengine. Ukitaka kujua nimepataje, nenda kamuuliza Askofu Sosi. Maana Biblia ni nitumikie kanisa la Bwana, nitumikie shauri la Mungu. Sasa matokeo nitakueleza wiki hii. Tunataka kuwa mkubwa. Tunataka jina lako likue. Tunataka jina la biashara yako ipae. Nataka nikwambie, tumika. Hiyo ndio kanuni ya ufalme, mtu asikudanganye. Sijui chukua ufungue, fanya hivi, sijui nini utapokea hivi kwa jina la Yesu, sawa. Kipimo unatumika. Mara ngapi umetangaza mkutano wa injili? Wewe umekuja? Tunafanyia pale shuleni na Ruvani, umekuja? Siku hiyo sio ukapata shughuli tena ndio jioni wateja wanakuja, mama nani wewe tuwakilishe tu. Maana yake biashara yake tumika. Kuna watu walikuwa wanangoja msaada wako pale utumike na Mungu aje ashughulike na hiyo biashara.
Sisi ni wana wa mfalme. Shida moja ni hivi, umeokoka, unafikiri unatumia akili yako, uwezo wako, mtazamo wako wewe kufanikiwa. La hasha. Yaani kufanikiwa ni mpango mkakati wa Mungu kwa ajili ya mtu. Nataka nikueleze wiki hii. Na Mungu ameweka utajiri wote, ameachilia hapo. Nani ampe? Wakati kutumika. Nitazichukua tu. Mimi si nimejua siri. Nitashuka nikutumikie. Hello. Yesu pale akaendelea kwa kumalizia hapo hicho kipengele ili nikuonyeshe vitu vingine. Anasema pale, naye anayetaka, mstari 27, naye anayetaka kuwa wa kwanza miongoni mwenu hana budi kuwa mtumwa wenu. Biblia neno. Yaani mtu anataka kuwa wa kwanza miongoni mwenu. Halo, wangapi wanataka kuwa wa kwanza katika ufalme? Mikono sasa hivi inapungua. Anasema hivi, hana budi kufanyaje? Kuwa mtumwa wenu. Nani hapa yuko tayari kutumwa? Choja na muita, njoo fulani, nenda pale chini, kamwambia fulani, njoo fulani, nenda hivi, njoo fulani, nenda kwenye vyombo. Yaani unakuwa mtumwa. Sio ule utumwa tunaozungumza kuuzwa watumwa, mtumwa katika ufalme wa Mungu. Yaani pale ambapo unakuwa mkono wa mchungaji, mkono wa wazee wa kanisa, mkono wa shemasi kwenye maeneo yetu kule. Sasa nani mtu wa Mungu? Leo tunakutana kama kikundi, ila nimebaro mahali siwezi kuja. Naomba mtumishi wa Mungu, nenda pale ili kile kikundi kisiache kukutana, niwakilishe mahali pale. Ukipiga simu unakuwa mtu unasema, niko tayari mtumishi wa Mungu. Achilia tu mafuta, mimi nitasimamia hilo jukumu kwa niaba yako. Nani yuko tayari kuwa mtumwa kwa ajili ya wengine? Inanishangaza, nimejifunza vitu vingi kwenye wokovu. Niwaambie ukweli, hatuwezi kuishi maisha namna hii ya mazoea, kila siku tuko vile vile, chakula kile kile, maisha yale yale. Tatizo ni nini? Tumekataa kuwa watumishi, tumekataa kuwa watumwa ndani ya nyumba ya Mungu. Mungu amtume nani? Yuko mtu pale amezidiwa, anamhitaji Kristo tu, anahitaji neno tu ili aweze kukutana na mbingu. Unasikia kabisa unasemeshwa ndani, uende. Hatumwe nani? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka wiki hii tuangalie kwa kina tunakwama wapi. Leo tumeingia kwenye madeni. Wewe jifanye tu kusinzia, na huko madeni yamekuchapa. Huko si hawapo. Huko hawapo. Kule kwetu ndo hapo, mara kikoba, mara SACCOS, benki ndo sisemi. Kule kazini umekopa mpaka utaki kukutana na wafanyakazi wenzako. Ukiacha ile duka la jirani. Kwani mama Lalisa anakuletea maziwa? Hapo najiona sinzia. Sikiliza mpendwa, nikwambie. Kwa nini tunaingia kwenye hizo changamoto? Lazima kuna sehemu tumekosea. Sisi sio fungu letu katika jina la Yesu. Hilo sio fungu lako mtu wa Mungu katika jina la Yesu.